Waji wa nne katika majawabu ya kumjibu al-akh, kuna maneno aliyozungumza kwenye kuambatanisha kipengele hiki, akasema illa na kasoro na sababu iliyotajwa katika uharamu wa taswiri ni kufananisha na uumbaji wa Allah subhanahu wa ta'ala, na illa hiyo haipatikani katika taswiri za photograph, haipo kwenye taswiri za photograph. Akataja kaida, wal hukmu yaduru ma illatihi wujudan wa adam, na hukmu zinazunguka na illa yake, kasoro na sababu, kuwepo kwake na kutokuwepo kwake, akimaanisha kwamba sababu ya kuharamishwa masanamu au picha za masanamu ni kufananisha na uumbaji wa Allah. Sababu hiyo haipo kwenye taswiri za photograph kwa madai yake. Kwa hiyo kama ni hivyo, hukumu inatakana izunguke na illa hii. Kama haipo, sababu hii kama haipo kwa taswiri za kisasa, basi tunabaki kwenye asli kwamba taswiri hizi si haram, za photograph si haram. Wewe utaruhusiwa wewe kupiga picha ukaweka kwenye nyumba yako, kwenye gari, ukaweka wapi picha ya shekhe wako ukaisawirisha kwa ajili ya tadhkira, ukumbusho. Sisi tusema maneno haya sio sahihi, na kaida hii umeweka mahala ambapo si pake, kwa sababu moja au mbili. Sababu ya kwanza, hadithi ya Aisha iliyotangulia hapo nyuma, ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alipotaja taswiri ya an-naht, taswiri ya pazia ambayo limechorwa masanamu ndani yake, alihitimisha na maneno ashaddu an-nasi adhaban yawm al-qiyamah alladhina yudahuna bi khalqillah, watu wenye adhabu kali siku ya kiyama ni wenye kufananisha na uumbaji wa Allah. Kwa hiyo mtu akichora picha kwenye karatasi, kwenye pazia, akifanya nahti, huyo naye anafananisha na uumbaji wa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa hapa kuna falsafa ambazo wamezitumia kwamba taswiri ya video, taswiri ya kawaida, photograph, ukimuuliza mtu kwamba huyu nani, sema huyu si ndo huyu si ndo Abdullah, utasemaje hii ni picha? Angalia yale abdukuli nasi, anazichezea akili za watu. Ukiambiwa hii picha ni, ukiambiwa huyu ni nani, yeye asemi picha. Ukiambiwa huyu ni nani, huyu si Abdullah, si ndo huyu Abdullah, anakimbia na neno la kusema kwamba hii ni picha ya nani, ya Abdullah. Haya, sasa hivi picha zinatengenezwa kwenye mapazia, kwenye nguo, mabango, zinatengenezwa si kwa kuchora tena, ni kwa ala. Mapazia haya ambayo yenye picha, ukienda na utaratibu huu kwamba lazima iwe ni ya kuchora, na hizi za kutengeneza na vifaa vya kisasa hivi haziingii. Ukienda hivyo, maana yake mabango na mapicha ambayo kwenye mabango, kwenye mapazia, kwenye nguo, kwenye kuta, picha hizo haziingii kwenye uharamu, kwa sababu hizo hazijachorwa. Lakini pia masanamu yanayotengenezwa sasa hivi mengi yanatengenezwa kwa vifaa vya kisasa. Laisa hunaka amal insan, hakuna kazi ya mtu. Zamani sio kichonga hivi, sasa hivi watu wanatengeneza kwa vifaa tu, sanamu linatengenezwa linatoka. Sasa tuende na maneno yako hayo, ijapokuwa sisi tunafahamu kwamba ukisema huyu ni Abdullah yuko kwenye picha, usema hii ni picha ya Abdullah. Picha ya nani Abdullah? Ukimwambia mtu aje kupiga picha, sema njoo nipige picha, njoo nisawirishe, kama unasema Sheikh Ubayd. Kwa hiyo kiakili, kilugha, kisheria inaitwa taswiri, njoo nipige picha. Huwezi kumwambia njoo chukua kivuli changu, au utamwambia mtu njoo chukua kivuli changu, njoo nipige picha. Hii ni picha ya nani? Abdullah. Wewe huyu ni Abdullah, lakini ni picha yake. Kwa hiyo sasa tukienda hivyo, basi masanamu yanatengenezwa sasa hivi kwa njia za kisasa. Hakuna amali ya watu, hawafanyi kazi watu kuchonga na kuchora kwenye mabango haya, basi picha hizo zote ni halali, hata kama ni masanamu yanatengenezwa kwa vifaa vya kisasa. Tuende hivyo sasa.
kwa haitowezekana. Utakuwa umefungua mlango ambao ni hatari sana katika pande zote mbili, upande pia wa fitna. Kwa hivyo hadithi ya Mtume sallama alipotaja sura ambazo zipo kwenye mapazia akahitimisha na neno kwamba ashaddu nnasi adhaban yawm alqiyama alladhina yudahuna bi khalqillah, kwamba hizi pia za kuchora kwa mkono au zinazochora kwa ala za kisasa, sababu ndio njia mbadala pekee, sawa sawa na masanamu yanatengenezwa kwa vifaa vya kisasa, zaitwa ni sura, na zenyewe pia Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema ashaddu nnasi adhaban yawm alqiyama, watu wenye adhabu kali siku ya kiyama ni wale wenye kufananisha na uumbaji wa Allah Taala, akitaja picha kwenye pazia. Kumbe na hii pia ila yake ni mudahat, ni kufananisha na uumbaji wa Allah Taala. Sasa itatoka vipi ambayo imechorwa kwa vifaa vya kisasa, sanamu ambayo limechorwa limetengenezwa kwa vifaa vya kisasa, ambapo hakuna amali ya mtu hapo? Si ndio ile maneno ya Sheikh Al-Albani katika Adab al-Safaf anasema katika maajabu ya hawa ni sawa na dhahiria. Hadithi ya Mtume sallama inayosema asikojoe mmoja wenu katika maji yaliyotuama alafu akaoga humo. Dhahiria wakasema ukienda ukakojoa kwenye beseni, kwenye bakuli, kwenye jagi, ukaenda ukamwaga mkojo pale, itafaa kuoga pale. Maneno haya yatakuwa ni sawa? Si Mtume sallama alichokataza ni kwenda kukojoa kwenye maji yaliyotuama? Kwa hiyo ukikojoa kwenye bakuli ukaenda kumwaga pale, maana yake hauingii katika hiyo hadithi, itakuwa sawa hivyo? Kwa sababu kinachoangaliwa ni mkojo kuingia pale. Sasa akasema mfano wa maneno haya ni mfano wanaosema picha za photograph haziingii kwenye taswiri iliyoharamishwa katika dalili. Haya maneno ya nani? Sheikh Al-Albani. Wanaosema kwamba picha za photograph zinazotengenezwa kwa vifaa vya kisasa haziingii kwenye uharamu au katika ujumla wa hadithi za kuharamisha taswiri, kwa sababu hizi zinatengenezwa kwa vifaa, zilizokuwa zinatajwa kule ni za kuchonga au kuchora. Nasema hawa ni sawa na mfano anaopiga hapo nyuma. Tunasema hadithi imekataza kukojoa kwenye maji yaliyotuama, basi akakojoa kwenye beseni akamwaga pale akaoga. Nasema hii haina shida, kwa sababu kilichokatazwa ni kukojoa kwenye ile maji. Ndio athari ya hii tawili na falsafa mnaoitumia. Lakini lau ungekusanya njia za hadithi kama tulivyotaja sisi hapa, ungebainikiwa na mafuhumu sahihi. Sababu kitazama hadithi hii ya Aisha inaeleza kwamba mudahat upo kwenye picha za nahti za kuchora, kufananisha na uumbaji wa Allah upatikana katika picha za kuchora. Na sasa hivi njia ambazo zipo ni za vifaa, nguo inaenda pale inatiwa mahala, picha inatoka, picha fulani inatoka pale, sawa sawa ni ya muadham ya shekhe, picha ya mtu mwema mtukufu inatolewa kwenye bango kwa vifaa vya kisasa, si kuchora, na zote zaitwa taswiri, na madhara ni yale yale, ufananishaji na uumbaji wa Allah ni ule ule. Ungekusanya hizi hadithi, mafuhumu sahihi ungeipata na ingeondoka mafuhumu mbaya kwako wewe. Ndio maana al-Imam Ahmad anasema al-hadith idha lam tajma turqahu lam tafhamuhu, hadithi usipokusanya njia zake huwezi kufahamu. Wal hadithi yufassiru ba'dahu ba'dan, hadithi ilivyo baadhi huzifasiri baadhi. Na Ali bin Madini akasema babun au albab idha lam tujma turquhu lam yatabayyan khata'uhu, mlango kwamba hadithi zisipokusanywa njia zake tofauti tofauti basi hauwezi kubainikiwa na kosa. Hadithi ina shida gani? Mafumu yake ikoje? Wa hakadha Yahya bin Ma'in anasema uktubu alhaditha 50 mara, iandike hadithi mara 50 kwa wajihi huu, njia hii, fa innahu lahu afatin kathira, utagundua maafa makubwa. Maneno haya yapo kwenye vitabu vya elimu ya hadithi, elimu ya rijal kama ulumul hadithi ibn Salah na al-Fath al-Mughith, hiyo taasili ya Bakr Abu Zaid ameeleza masuala haya. Huo ni wajihi wa kwanza katika kueleza kwamba ila sababu ya kuharamishwa picha za masanamu
na za kuchora ni mudhahat bi khalqillah, ni kufananisha na uumbaji wa Allah Ta'ala. Kwa illa hiyo haipo kwenye taswiri hizi za kisasa. Jawabu la kwanza katika kipengele hiki. Waji wa pili katika kipengele hiki, nataka ninukuu maneno ya Sheikh Al-Albani rahmatullahi ta'ala alayhi katika kaseti rihla yake ya mwisho, au maneno ambayo ameandika pia kwenye adabu safaf, lakini hapo kwenye adabu safaf yamekatwa baadhi ya maneno, na asili ya fatwa ilikuwa shekhe ameulizwa kuhusiana na fatwa ya Sheikh Ibn Uthaymeen ya kwanza ambayo ilikuwa inajuzisha taswiri za photograph. Akatoa maelezo mpaka alipofika mahala akasema, wa min dhalik harama rasul, na kwa ajili ya hivyo nini? Kwa ajili ya kwamba panahofiwa kuja kuzuka mfano wa ile jahiliya, kwa ajili ya kuziba mianya ya kuja kuzuka mfano wa jahiliya, kwa sababu ya mapicha, labda wakapigwa picha mashekhe, wakasawirishwa maulama, ahlul fadhil, ahlul ilmi, baadaye wakaja pakatokea fitna ya kuabudiwa na kutukuzwa kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ajili ya kuziba mwanya, harama rasul sallallahu alaihi wasallam at-taswir, akaharamisha mtume sallallahu alaihi wasallam at-taswir. Kwa kuna ila moja hapa anahitaja uharamu wa taswir, si mudhahati peke yake, bali kuziba mianya. Hii saddu lidharia yapatikana hata kwa mapicha ya kuchora, mapicha ya kutoa vifaa vya kisasa, kwa sababu akipigwa picha shekhi akawekwa mahala, ima kwenye kaburi lake au msikitini, kwenye gari, kwenye mti, akasawirishwa kwa ala za kisasa, fitna ile iliyotokea pia yawezekana kutokea huko, au haiwezekani? Inawezekana. Hasi sababu picha sio picha yake, sio huyu kumbe alivyokuwa hivi bwana. Shetani akawachezea watu kama ilivyo hadithi ya Ibn Abbas, athari Ibn Abbas katika Sahih al-Bukhari, na athari kama tunasema imesahihishwa na ulama zaidi ya 20, na japokuwa wapo waliodhoofisha, lakini sahihi, athari hiyo ni sahihi. Sheikh akaendelea kusema, na Mtume sallallahu alaihi wasallam amekata mzizi wa fitna kwa wale wanaofarakisha kati ya taswiri ya al-mujassam na taswiri ya ghairi mujassam, taswiri ya masanamu ya kuchonga na taswiri isiyokuwa ya masanamu au ya kuchonga. Amekata mzizi wa fitna kwa wanaotofautisha. Alafu akasema, wa hadhihi falsafatu ma'a al-asaf, na hii ni falsafa ya kutofautisha hii kati ya taswiri hizi na hizi za kisasa. Ni falsafa hii ma'a al-asaf yajnahu ilaiha baadhi al-kutab al-muasirin, wanamili kwenye falsafa hii baadhi ya waandishi wa kisasa leo hii. Wayahmiluna kulla al-ahadith allati jaat, wakazibeba ahadithi zote zilizokuja fi tahrimi at-taswir, kwenye kuharamisha taswir mutlaqan fa itlaq, yahmiluna ala at-tamathili al-mujassama au al-mujassama, wakazibebea hadithi hizo kwamba hizo zinaharamisha taswiri za kuchonga peke yake au za kuchora. Wayuathiruna al-ahadith as-sariha, wakaziacha na kuzipinga ahadithi sarihi zilizokuwa wazi, kama mithla hadith qirami Aisha, mfano wa hadithi ile pazia la Aisha. Fahamalu ahadith al-mutlaqa, wakazibeba ahadithi ambazo ni mutlaqa fi at-tahrimi ala as-suwar al-mujassama. Hapo kuna maelezo yanasema, walmirfaqa allati kana yartafiqu biha ar-rasul, na masanamu ambayo ilikuwa katika pazia ambazo alikuwa akikalia Msallama, baadaye akazitoa. Wa fiha suratu hadhihi laysat mujassama, kusema hizi sio mujassama. Ma dhalik fahamalu ahadith al-mutlaqa, wakazibeba ahadithi ambazo ni mutlaqa fi at-tahrim, zinazoharamisha taswir, wakazibebea kwenye taswiri zenye viwiliwili pekee za kuchonga peke yake. Ashahidi kisha akasema, fashahid inna at-tahrima lahu illatan, mahala shahid uharamu wa taswir una sababu mbili.
wa kullu min al-illatayn mutahaqqiqun, na kila katika illa mbili zinahakikika bilwaqi, kwa uhalisia, bitaswiri alfotografi, wa taswiri za fotografi pia. Illa hizo mbili, sababu hizo mbili za kuharamisha taswiri zinahakikika pia kwenye taswiri za fotografi na wal video, na taswiri za video, kama yakuluna leo, kama wanavyosema leo, almudahat fi akmal sura, kwenye kufananisha katika ujumla wa ukamilifu wa sura, ambayo hii ndio ila ya kwanza. Wal fitna fi ashaddi ma yakun, lakini pia fitna ni illa na ni sababu ambayo juu ametaja ni saddu lidharia, ni kuziba mianya ya watu kuingia katika shirki au fitna ya kufitinika hawa, ima wanaume kwa wanawake au kinyume chake. Sheikh anasema na illa hizi mbili, sababu hizi mbili zinahakikika kwenye picha hizi za kuchonga na kuchora na kwenye picha hizi za kutolewa kwa vifaa vya kisasa. Kama tulivyosema kwamba suala la mudahat lipo, ufananishaji upo, suala la fitna ya upande wa kurudi jahilia, upande wa kufitinika huyu na, yani mtu kufitinika na picha fulani iliyotolewa kwa vifaa vya kisasa, pia sababu hii ipo, fitna hii ipo kwenye picha za kutoa kwa vifaa vya kisasa. Hakuna anayezuia hilo. Kwa hiyo illa ya kuharamisha taswiri si hiyo ya mudahati peke yake, kiasi ambacho tutasema hizi za kuchonga na kuchora ndio zina mudahati, kwa sababu mtu anajitahidi ndani yake, lakini kuna sababu nyingine ya kuzuia mianya ya fitna. Sheikh asema na hili pia linahakikika, lipo kwenye picha hizi za video na picha za photograph. Fitna inahakikika kwenye haya, na kwenye mudahati pia ipo, ufananishaji pia upo. Maneno ya wazi ya ulama haya. Wao wamesema huku hakuna illa hiyo, kataja kaida wal hukmu yaduru ma illati wujudan wa hukma. Kumbe kuna illa nyingine pia zipo, ijapokuwa pia illa hiyo unayohitaji inahakikika kwenye picha hizi na hizi, lakini kuna ila nyingine ya sadda lidharia, kuziba mianya ya kurudi jahilia, kuja kutukuzwa na kuabudiwa maulama na mashekhe na watu watukufu, mawalii, kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ya athari ya zile picha ambazo zitabaki baada ya muda tarudi jahilia, au fitna kufitinika hawa kwa hawa, zakawa wako hai au kinyume chake. Lakini pia maneno ya Sheikh bin Baz ambayo nimenukuu hapo nyuma katika kitabu cha Ilani Nakil, ni mukaddima, sema walaqad ghalita ghalatan fahishan, na kwa hakika amekosea makosa mabaya. Nani huyo? Man farraqa baina taswiri shamsi, aliyefarakisha na kutofautisha kati ya taswiri za photograph na taswiri za annahti za kuchora. Huyu amekosea kosa baya sana, lianna nususa aam, kwa sababu dalili zinakusanya, wa dharar fi shams ashad. Angalia tena, madhara yanayopatikana katika picha za photograph ni zaidi, tena madhara yanayopatikana katika picha za photograph ashad, kama alisema Sheikh Albani, ni zaidi. Haya maneno ya Sheikh Baz rahmatullahi ta'ala alayhi, kama alivyosema Sheikh Albani, mimi naitakidi kwamba madhara na fitna kwenye taswiri za photograph na video ni zaidi zile za mwanzo za kuchonga na za kuchora. Kwa maneno haya, ile kaida ya istishab aliyoitaja na maneno ya Ibn Qayyim hayatoingia tena hapa, si mahala pake, hayatoingia na hapa si mahala pake, kwa sababu nususi ziko wazi. Masala haya yana nas na dalili za wazi, kwa hiyo hayo yatafuta kaida hiyo alikuja nayo hapa. Nitaje maneno ya kwake ya mwisho na niyafanyie taaliq. Tayeb, nadhani kwa siku ya leo tuishie hapa. Kesho biidhnillah taala tutaendelea na majlisi ya tatu. Wallahu taala ala wa alam. Tunamwomba Allah taala jina yake
yake tukufu na sifa zake za juu, atuongoze sisi na atuwafikishe kuyasema yaliyo sawa na atupe ikhlasi ndani yake. Walhamdulillahi rabbil alamin.